Bwana Yesu asifiwe sana. Nimekuja tena na jambo jingine ambalo nataka niliweke kwa uwazi ili watu tupate kuelewa. Kwa habari ya Father Christmas. Naamini wengi mtaona katika zile picha mbalimbali watu wakiwa wanazungumzia Christmas. Utaona kuna huyo baba mwenye mandevu ambaye huaga anaonyeshwa pale. Lakini watu wengi huaga tu wanaweza kuona vitu lakini wasitambue kwa undani kwamba ni kwa nini haya mambo yanaonekana hivi. Ninataka nitoe maandiko kadhaa alafu nikuelezee ni kwa nini huyo anaitwa Father Christmas na ni kwa nini yeye anaopenda sana kuoneshwa kwa mazingira ambayo inapokuwa inatokea Christmas au kuashiria Christmas. Ukiangalia katika Biblia kuna mambo Mungu alikuwa anaeleza, hatimaye akasema kwamba usimuite mtu baba duniani. Katika Mathayo ile sura ya 23 na ule mstari wa 9, Biblia inasema kwamba wala msimuite mtu baba duniani, maana baba yenu ni mmoja aliye wa mbinguni. Sasa watu wengi huwa hawajaelewa zaidi ni kwa nini Mungu anasema usimuite mtu baba duniani. Nini maana ya baba? Baba ni mwanzilishi wa kitu chochote ambacho hakikuwahi kutokea. Yeye akawa ndio mwanzilishi wa kile kitu, huyo hupewa sifa ya kuitwa baba. Kwa sababu utaona ukiangalia kwenye Biblia, aliyeweza kuanzilisha uongo duniani alikuwa ni Shetani. Hakutokea mtu mwingine ambaye alikuwa ndio mwasisi wa kuanzisha uongo isipokuwa Shetani yeye peke yake, yeye mwenyewe. Sasa ukienda kuangalia katika ile Yohana sura ya 8 na ule mstari wa 44, hapa Biblia inasema, ninyi ni wa baba yenu Ibilisi, na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo, wala hakusimama katika kweli, kwa kuwa hamna hiyo kweli ndani yake. Asemapo uongo husema yaliyo yake mwenyewe, kwa sababu yeye ni muongo na baba wa huo. Nataka tukazie hapa kwenye neno hili, baba wa huo. Yaani yeye ndiye baba wa uongo. Neno baba ni mwanzilishi, maana yake hapo ungesema kwa Kiswahili kingine, yeye ndiye mwanzilishi wa uongo. Na ndio maana Mungu wetu sisi tunamwita ni Mungu Baba, kwa sababu ndiye mwanzilishi wa mbingu na nchi, ndiye mwanzilishi wa vitu vyote ambavyo tunavyoviona duniani na mbinguni na vile visivyoonekana. Yeye ndio baba kwavyo, maana yake ni mwanzilishi wa vitu vingi. Sasa Biblia inatukataza hapa kumwita mtu baba, yaani tusimfanye mtu kama yeye ndio mwanzilishi wa vile vitu vyote ambavyo vimeumbwa, au labda ndio mwanzilishi wa imani fulani. Sasa tukienda kuangalia vizuri, ni kwa nini huyu aitwe Father Christmas? Mnakumbuka vizuri kwamba kwa mujibu wa maandiko, Paulo, kuna mtu alihubiri injili akiwa gerezani akaokoka, ambaye aliyekuwa ni Onesimo. Paulo akasema kwamba yule amemzaa katika vifungo vyake. Manake Paulo alikuwa anapitia mapito fulani, ila kwenye yale mapito akaweza kuhubiri injili na akapatikana mtu anayeitwa Onesimo. Kwenye Filemoni 1:10 inasema, nakusihi kwa ajili ya mtoto wangu niliyemzaa katika vifungo vyangu, yani Onesimo. Hapa Paulo anakiri kwamba Onesimo ni mtoto wake aliyemzaa kwa namna ya injili, na ili andiko hatuwezi kulibadilisha. Sasa tukienda kwa huyu ambaye mnayemwita Father Christmas, manake huyo ndo muasisi wa Christmas, ndo mwanzilishi wa hiyo Christmas, huyo ambaye mnaonaga na mandevu. Biblia imemtaja kwamba yeye ni baba wa uongo. Kumbukeni kwamba Biblia imetueleza pale kwamba tusimite mtu baba. Sasa na Biblia imemweka wazi Shetani kwamba Shetani ndiye baba wa nini? Ni baba wa uongo. Sasa ukiangalia hii Christmas, huyo ndiye baba yake ambaye ndiye aliyeanzisha hiyo Christmas. Sasa tukimleta kwenye Biblia hapa, ni nani huyo? Utamjua aje kwamba yani anaonekana wapi huyu Father Christmas? Na kama Christmas inamhusu Yesu, kwa nini sehemu kubwa iwe ya huyu Father Christmas na ndio kwa kutangazwa pale? Kwa nini? Maana huyu Father Christmas ambaye wanapenda pia kumuita Santa, huyo ni Satan, ni Shetani.
ambaye ndiye aliyesimama kwenye swala zima la Christmas. Ndio maana mnaona kwenye hizo picha yupo na mandevu pale, anabandiko pale. Wengi msidanganywe eti ndio Yosefu. Sio Yosefu yule. Huyo ni shetani mwenyewe ambaye ndiye Father Christmas, maana yake ndio baba wa Christmas. Mungu ameshasema msimite mtu baba. Anakayo nafasi akiashiria yeye ndiye baba wa uongo. Kwa hiyo muelewe kabisa kwamba yeyote ambaye aliyepo kwenye huu mkumbo wa Christmas yupo kwa baba wa uongo ambaye ni shetani, ambaye ni mkuu wa ulimwengu. Kwa hiyo kama usipoelewa, siku moja utajikuta kuzimu. Na huyo baba wa uongo, huyo baba yako wa Christmas, huyo ndio utakayekuwa naye siku ile kule. Kwa hiyo wengi wakati tunapenda kuambia, lakini wengi hawaelewi. Kwa hiyo Father Christmas ni baba wa uongo ambaye ndiye aliyeanzisha hiyo Christmas kuwajenga watu kwenye imani ya uongo. Ndio maana Yesu hata kuzaliwa hiyo tarehe. Kumbukeni kwamba baada ya kuwa kuzimu imegundua kwamba yuko Yesu aliyezaliwa duniani, na wao walitengeneza Yesu feki ambaye walimwandaa na yeye aje duniani, lakini kwa lengo la kupotosha watu. Ndio maana kuna Yesu feki yupo, na wengi ndio kawafunga kwenye imani ya Ukristo wa uongo. Mtu anasema ni Mkristo bado amevaa kikahaba. Mtu anasema ni Mkristo bado anavaa mawigi na kujichubua ngozi. Huyo ana Yesu feki. Na Yesu feki ameshatengeneza mpaka wachungaji feki, ametengeneza mitume feki, amejenga manabii feki. Ndio huyo Yesu feki huyo ambaye kuzimu walimwandaa ili watu wajenge imani kwa Yesu feki. Huyo aliyezaliwa tarehe 25 Disemba, huyo mnayeadhimisha nini? Hiyo ni issue ambayo imetoka kuzimu. Kwa hiyo usije kadanganyika wewe mtu wa Mungu ambaye unayenisikiliza. Kuna Wakristo feki na kuna Wakristo original. Ndio maana Mkristo feki yeye maisha yake kimwangalia na mpagani hawana utofauti. Kwa hiyo kwa hapa naamini nimeeleweka uweze kuelewa Father Christmas ametoka wapi. Huyo ni baba wa uongo. Ndio maana anaitwa ni Father. Na kwenye makanisa ya Katoliki unasikia Father fulani, Father fulani, Father fulani. Mungu ameshasema hao watu msiwaite baba. Wamebeba chapa ya baba yao Ibilisi hivyo hivyo kama jinsi ambavyo alivyo baba wa uongo. Amen.